Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu popote pale ulipo. Ni kwamba matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya, na kwa sasa uko kando kando radio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu, na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo hii. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani, pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Omari Makelele Ozile, upande wa pili na Sadune kijana Merci Mbele Chipamal. Nasema karibu na tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, na mpisha mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa ukurasa wa habari muhimu. Karibu. Naam, asante Omari Makelele Ozil kwa ajili ya habari muhimu. Wacha tuanze na huko Uvira. Watu wawili wamefariki huko kambi ya wazalendo kuchomwa moto, pia shughuli zote kuzorota. Hayo ndiyo matokeo ya vurugo ya kufyatulianaji wa risasi kati ya jeshi la taifa FARDC zidi ya wazalendo kundi la kamanda Lunyuki katika mji jirani wa Uvira siku ya Ijumaa ya wiki tunayo. Kwa jambo hilo vuguvugu machozi ya raia yanatoa pole kwa familia. Takuwa pia na huko Walungu ambako notable Andre Biadoni amearifu kwa mara nyingine tena serikali kuu ya Kinshasa juu ya kusonga mbele kwa vikosi vya AFC M23 kuelekea tarafa ya Shabunda jimboni Kivu Kusini. Tutamatishe habari muhimu na huko Kalemi ambako mtu mmoja kufariki na mwingine kubaki na majeraha makali. Hayo ndiyo matokeo ya ajali ya barabarani iliyofanyika siku ya Ijumaa 26 Septemba 2025 mjini Kalemi. Ripoti ya mwenzetu Olombwe Didier Doctor kutoka eneo hilo itangazia zaidi. Omari Lele Ozil na weka nukta kwa habari muhimu. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa ukurasa wa habari muhimu, lakini tunatoa razi kwa sauti kutokuwa vizuri. Ni kwamba tuanzie uchambuzi wetu wa habari na katika mji wa Baraka. Ni kwamba hali ya usalama iliweza kuzorota asubuhi ya siku ya Jumamosi ya wiki hii Pamwandiga ya 3 mjini Baraka kutokana na milio ya risasi iliyosikika kwa wingi maeneo hayo, ambako wazalendo wa MPLC bar FPLC Pamwandiga ya 3 walikuwa wakipiga risasi kwa ajili ya kutawanya raia waliokuwa na hasira kali ambao walipenda kumalizia maisha baba mmoja na mkewe kisha binti yao kufariki katika mazingira ya kutatanisha. Katika mazungumzo na Radio Kivu, kiongozi wa wazalendo wa MPLC bar FPLC Pamwandiga ya 3 kamanda Chakubuta maarufu Kipamparira ameomba kwa raia kuto kujichukulia sheria mkononi bali kuacha vyombo vya sheria kufanya kazi yake. Upande mwingine ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Kama milio ya risasi ilikwenda kusikilika, sio kingine, sio kupora au vita. Ilikuwa 23h ya usiku. Dada mmoja alishikwa na ugonjwa ghafla, kichwa kuuma, ikafikia mazero here wakampeleka kwenye hospitali pale Mshimbaki, na mtu akakata roho akafa. Sasa tansio ya raia asubuhi walianza kujiandaa mpaka waue yule ambapo ni mzazi wake, baba, mama pamoja na dada yake ya baba. Na en cas d'intervention il faut intervenir kwa sababu sisi tuko leta, na leta iko inapendezwa waone mtu anataka muua kwa macho yake. Tuka intervenir na intervention mpaka kipapa kikalia juu ya kufanya intervention ya kuokoa ule mtu, na Mungu akatusaidia tukamrekipere, tukakuwa naye mikononi mwetu. Unajua raia inajua mambo mengi. Raia inazungumza ya kwamba mpaka kwa sasa huyu baba katika huu mwaka ndio mtoto wake watano sasa. Watoto wako wanakufa ghafla. Mimi ninanukulu. Raia inaongea ya kwamba anayeua watoto wake ni baba pamoja na dada yake. Ndiye ambapo wako wanaua watoto. Tena vifo vya ghafla. Sisi kama vile watu wa usalama hairuhusiwi raia kujichukulia sheria mikononi.
Ni lazima sheria ifuatwe na watu ambapo wanahusika na sheria. Lakini nilipenda sana raia wa Mwandiga, wakati ambapo tulifika wakatuheshimisha na wakatuliza fujo. Lakini kadiri wanavyokuwa wengine labda wangianza kushambuliana tena na majiwe sana kaza kusikia masasi, lakini wao walijitranquilize na wakaotoka ile maeneo. Kwa sasa hali ni shwari, mwili wa marehemu ulikuja, mimi nikaona tension sio mzuri, nikaruhusu waliokuwa na mwili wa marehemu wakifikisha mpaka mwetu yetu wa MPLC bar FPLC. Ilitulizwa pale pamoja na wami wote walikuwa pale. FARDC ikakuya, zingine parti za wazalendo zikafika pamoja na polisi na parki ilikuwa pale. Sio vizuri raia kujichukulia sheria. Ni afadhali raia wakuwa wanapeleka majukumu yao katika vyombo vya sheria. Tukumbushi kuwa mwili wa binti huyo aliyofariki umezikwa jioni ya siku ya Jumamosi ya wiki tunayo. Tujielekeze kule katika mji jirani wa Uvira. Ni kwamba watu wawili wamefariki huku kambi ya wazalendo kuchomwa, pia shughuli zote kuzorota. Hayo ndio matokeo ya vurugu ya kufyatuliana risasi kati ya jeshi la taifa FARDC zidi ya wazalendo kundi la Kamanda Lunyuki katika mji jirani wa Uvira siku ya 5 ya wiki tunayo. Kwa jambo hilo, vuguvugu Machozi ya Raia imetoa pole kwa familia. Udhibitishi wa tukio hili ni wake Dunia Hamisi, mratibu wa Machozi ya Raia, ambaye ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Ndiyo, jana hapa Uvira maeneo ya komine ya Kazinjira fasi kwenye wanaita Napkioya, hiyo jana huko kambi mbili za wasoda ambazo zinaangaliana. Sasa kuna askari mmoja wa FARDC alikuwa analewa, anatoka kunywa pombe kwenye vilabu ambavyo wanatumia mvinyo, alikuwa na silaha. Yeye kupanda na lewa akakutana na wazalendo fulani ambao wa General Lunyuki. General Lunyuki ni general mwenye kuna kapa na Kioya. Ule soda alifika pale, wale wazalendo wakamnyang'anya, wakamdesarme ule soda. Walipomdesarme akaanza lomba sekuru kubenza yake. Sasa wengi walifika na ndio bakaanza katuliana masasi. Kwa gesi ilikuwa ni kambi mbili ambazo ziko karibu, ndio ikatuma na Kioya yote kule maeneo ya Kakombe masasi yanze kupigwa sana na tukapoteza watu wawili, bwana mtangazaji. Donc ilikuwa affrontement kati ya FARDC na wazalendo ambao ilianza kitu kidogo saa kuanza desarme huko. FARDC walikuwa nalewa, wazalendo hawapenda waanze mdesarme na ndio kaleta makelele, bwana mtangazaji, na tukapoteza raia wawili. Mmoja alikufa na bal perdi maeneo ya Mlongwe, ambaye jina yake ni Mkubwa Baleke, alikuwa shofer, na mwingine ni Shemasi ambaye alikuwa anaanza kanisani kwenda fundisha watoto, akakutana na askari. Ule askari akawazia kama ni mzalendo, akampiga masasi. C'est pourquoi tunasema kama hiyo hali vraiment inaleta sitofahamu hapo Uvira, maana hatujui tunakuwa munini, vraiment hatujielewi hata. Hakuna intervention ilifanyika mwa hiyo provocation hivyo de la part ya FARDC ni wazalendo wa makundi zingine. Intervention ilikia fanyika avec retard na balikuwa wameshalunguza ka ya General Lunyuki. Ile sasa inaanza affrontement bakaanza pigana, FARDC kapita nenda deloger ile grupe ya ule General Lunyuki kwa makao yake na bakalunguza kambi yake. Hakuna kwa intervenir, hatukusikia sababu alilumia baraia ndio vile wanakufa, wanamtangazaji. Tunapoteza des civils tena wote baadilte ba père de famille, wanamtangazaji. Hata hivyo, upande mwingine, mwanaharakati huyo wa kutetea haki za binadamu ameomba kambi za kijeshi na zile za wazalendo kutengwa mbali na raia ili kuepukana na maafa ya mara kwa mara. Kama batetezi ya raia tunatoa recommandation solennelle, tunasema plutôt possible hapo Uvira tutorganize maaktivite fulani ya kusema FARDC na wazalendo batoe ka pembeni na raia, watile makaza hapo mbali sana kwenye raia. Tunasikia mamilio ya masasi saa yote, maana inakuwa kama tunakuwa Somali. FARDC na wazalendo wanapenda kuikala karibu na raia, lakini abana deontologie militaire na wazalendo abana deontologie militaire. Donc huko wanaishi wanazania iko na sila, manake unakuwa Mungu wanawaza sila ni mua yenye utaenda
hatujui kama ile na wanaka tuko tunaremarke kama bazalendo bamoya na FARDC bamoya abiko discipline. C'est pourquoi tuko kia kila siku vitu vya hivi viko vinatokea Uvira, makrocage, incident, tuerie, assassinat ciblé, ni par rapport na comportement ambao wazalendo huko wanaonesha tarafani Uvira. Wanatangazaji wanasema nini viongozi wa jimbo kuhusiana na hali kama na hiyo? Wa autorite provinciale wanasema wataandaa kikao cha dharura kesho, ambapo wataita makushe tuikale chini tuangalie. Sio tu kama vuguvugu la Kirema Machozi ya raia, tumeshachoka na marenyo zenye azizai matunda. Leo kesho renyo kosa yenye bana repete leo tunaenda mrenyo, kesho tena wanairudilia. Tulishapoteza raia ya mingi, wasoda kwa indiscipline, inatuma sasa tunapoteza raia wa mingi sana. Leo tulifika mtoto mwenye hapo pale tena waliwaka kumaandamano. Hivi tena wengine tena wanalala, wengine tena itakuwa oblige baba garamia na baba lipe tena paske ni hapo njo beko balenta wanaua watu. Na tulishasema hivi kila raia anatakuwa nakufa kulisasi ya Suda hapo Uvira. Donc ni wa Suda watakuwa wanagaramia kilio. Wakati kwa mtu anaishi eko muzeo na uzima watu wanajakia na pigo masasi. Donc mtu mtakuwa na kubwa tu na silaha yote ya Suda. Ni Suda itakuwa na garamia kilio na inalipa familia yake. Yo maazimio ambayo tunakamata. Tutoke hapo katika mji jirani wa Uvira tujielekeze kule katika tarafa la Walungu. Ni kwamba notable Andre Biadunia amearifu kwa mara nyingine tena serikali kuu ya Kinshasa kuchukua mambo kwa uzito juu ya kusonga mbele kwa vikosi vya AFC M23 kuelekea tarafa ya Shabunda jimboni Kivu Kusini. Kwa mujibu wa leader huyo wa ukanda wa Kivu Kusini, tofauti na kuteka senta ya Nzibira, wahasi wa M23 wanaonekana kusonga kuelekea eneo la Shabunda. Hata hivyo, Andre Biadunia ameongeza kuwa kwa hali iliyopo kwa sasa, serikali ya Kinshasa inaonesha kuto kujali swala la usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kila siku niko nawaambia kwamba serikali ya Kinshasa ina mawazo mengine. Mafikira mengine ndo iko mkicho ya watu wa Kinshasa. Mafikira ya vita huku kueste haiko kabisa. Tusikose kusema juu ya nini? Tusiseme juu ya nini? Pourquoi watatufunga vinywa tusisema loro kema antitezi ziko zinaanguka kila siku. Nzibira ilishaanguka. Sijui Chulwe ilisha iko mene saa ndo kwenye bako Chulwe. Alors que Nzibira na Chulwe ni 18 km. Kuna bakia village nyingine moya yenye banaita Maimoya. Ile ndo village ya kwanza kuingia Mshabunda. Ça veut dire que bakiingia pale kuna bakia au moins 240 km baingie Mshabunda centre. Na ile espace yote ni forêt. Hakuna nafasi banaweza kudeborder, si watadeborder. Mimi naomba na exhorter FARDC bangali kumlengo wa kutetea nchi na bazalendo basaidie peuple congolais, batege mambiskade mule, parce que serikali haitawezekana. Madrone tuko nazo ni za nini? Helikoptere tuko nazo ni za nini? Pourquoi tutakuwa tunatumikisha madrone wakati enemy shakamata eneo? Pourquoi ile mahelikoptere haiwezi kuwa intervenir, madrone haiwezi kuwa intervenir mapema sana? Tulishafanya malobinge, tunaambia serikali tusaidie ipige Kageregere. Kwa sababu Kageregere kuipiga leo wala Minembwe kupapiga leo bila kutumikisha drone wala helikopter ni vigumu sana. Memutangoya adua najisuka kisha ndio mnasema no alikamata nyingine eneo tutoe sasa helikopter anaenda fanya nini alors que enemy asha kamata nchi. Muna bombarder Nzibira jana alors que ilianguka depuis dimanche. Pourquoi ne pas bombarder au moment où ennemi alikuwa konaingia Nzibira? Pourquoi ba kubombarder kile wakati balikuwa wanangoya nini? Complicité ko quelque part. Kongole muangalie mbele, mfungule macho. Nchi iko natuenda polepole bila sikuona. Nchi iko natuenda bila kuona. Bene biko Kinshasa undire hatuko nabo kumstari moya, hatuko kulengo moya. S'il vous plaît, tufungule macho. Muna watu wanasema Andra na kritika katu gouvernement. Nitakosa kritike gouvernement inaifanyi kazi kwa nini? Nchi iko naenda. Mimi sina nafasi nyingine ya kukimbilia. Niko na watoto polisi ya 9. Huko watu yuko hapa Fizi, Baraka, Uvira, kuna watoto 12 ataweba wapi mkinywa? Njoo maana tumetoa wazalendo watusaidie kuresiste. Wazalendo wanaresiste, habana soutien, hawako souteni. Puma sasa budogo kuna bapatia wa kujidefendre. Ni auto defense tuko tunafanya. Haiko vita, hatufanani tuko mvita. Ni si population ndo tuko na boga tume. Kinshasa inajua kwamba huko hakuna vita. Kama bashafanya vya kufanya vyao watuambie clairement, hatuko tena na mwezi tutajua kisi kingine ya kujipanga. Peuple congolais tajiprendre en charge. Yeye yenyewe, c'est trop. Tunachoka.
Na katika habari za michezo, mpenzi msikilizaji, ni kwamba mechi ya kirafiki iliweza kupigwa katika uwanja wa Lumumba mchana wa siku ya Jumamosi ya tariki 27 kumrazi, ambako vijana wa OC Masanzi waliweza kuwatambia Academy Michele mabao 2-1. Vile vile mtanange utakuwa ni kuendelea siku ya Jumapili tariki 28, ambako Academy Michele sasa watawapokea OC Masanzi. Tukumbushe kuwa mechi hizi ni katika hali ya kuandaa msimu mpya wa 2025 Na kwingineko katika bara tu la Afrika ni kwamba michuano ya ligi ya mabingwa katika bara hili iliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumamosi, ambako vijana wa AS Al Sabien ya Djibouti waliweza kutoka sare ya kungana bao 1-1 na vijana wa Aigle Noir ya Burundi, huku timu ya Saint-Eloi Lupopo ya hapo mjini Lubumbashi waliweza kuwatambia bao 1-0 vijana wa El Merreikh, na klabu ya Yanga Africans ya Tanzania waliweza kuwatandika timu ya Wiliete FC mabao 2 bila majibu, huku timu ya Mlandege wakaweza kuwatambia timu ya Ethiopian Insurance mabao 3-2. Na huko katika bara la Ulaya ni kwamba ligi kuu kabambe katika nchi ya Uingereza kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumamosi, ambako timu kubwa katika nchi hiyo zilionekana kutepeta kabisa, ambako Manchester United wakiwa kule Brentford waliweza kutandikwa mabao 3-1, huku vijana wa Leeds United wakatoka sare ya 2-2 dhidi ya vijana wa Bournemouth, na Manchester City katika uwanja wake wa nyumbani wa Etihad wakaweza kuwapatia kipigo cha mbwa mwizi vijana wa Burnley kwa kuweza kuwatandika mabao 5-1. Crystal Palace wakaweza kuwashangaza watu katika uwanja wao wa nyumbani kisha kuwatandika timu ya Liverpool mabao 2-1, na Chelsea the Blues katika uwanja wa Stamford Bridge wakaweza kutepeta mbele ya shangazi, mbele ya mjomba, mbele ya dada, mbele ya kaka, kwa kutandikwa mabao 3-1 na vijana wa Brighton. Lakini kuna mitanange mingine ambayo inaendelea. Matokeo ya mechi hizo ni katika uchambuzi wetu wa habari za hapo asubuhi. Kule katika nchi ya Uhispania ni kwamba Getafe wametoka sare ya 1-1 dhidi ya vijana wa Levante, na timu ya Atletico Madrid katika uwanja wa Wanda Metropolitano wakaweza kuwapatia kipigo cha mbwa mwizi funzo la kandanda vijana Real Madrid kwa kuweza kuwatambia mabao 5-2. Habari mbaya zaidi kwa mashabiki wa klabu ya Real Madrid kwa kuweza kupoteza mitanange hiyo. Na mwishowe ni kwamba klabu ya West Ham waiza wapiga nyundo hapo nchini Uingereza wametangaza mabadiliko makubwa kwenye benchi ya ufundi baada ya kumfuta kazi kocha wao wa sasa ambaye ni Graham Potter na kumpatia kocha Nuno Espirito Santo na nafasi ya kuweza kuiongoza timu ya West Ham katika msimu huu ambao West Ham wanaendelea kuonesha matokeo mabaya siku baada ya siku. Na vile vile kuna habari ambayo inasema kuwa tuangalie hapa, idara ya afya katika klabu ya Chelsea the Blues imedhibitisha rasmi kuwa mchezaji wao Cole Palmer atakuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha wiki 3 akiuguza jeraha lake la goti alilolipata kwenye mchezo wa Chelsea the Blues ambao walikuwa wakipambana katika wiki zilizopita. Msikilizaji, endapo ndio unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita bende 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Hivi sasa tuangazie uchambuzi wetu wa habari na habari za wanaripota wetu kutoka maeneo mbalimbali. Tuanzie kule Kalemi, makao makuu ya jimbo la Tanganyika. Ni kwamba mtu mmoja kufariki dunia na mwingine kubaki na majeraha makali. Hayo ndio matokeo ya ajali ya barabarani iliyofanyika Ijumaa ya tarehe 26 Septemba 2025 mjini Kalemi. Mwenzetu wako Kalemi Olombo Jije Dr. ametuandalia ripoti ifuatayo. Inakuwa ni kondakta mmoja wa pikipiki ambaye kuitwa maarufu hapa Kalemi kama vile motar, ambaye alikuwa anafariki ndani ya matukio kama na hayo ya ajali ya matembezi barabarani. Kufuatana na vyanzo vyetu ni kwamba ajali kama na hiyo ya matembezi barabarani ilikuwa inajitokeza majira ya saa 1 za usiku, saa ya mahali kwenye barabara Kulumumba, mahali sio mbali na kanisa Combat Spirituel kupatikana mjini Kalemi ndani ya tarafa ya Lukuga.
kwa kusubiria uchunguzi wa polisi ikihusika na usalama wa barabarani kuhusu kisa na mkasa cha tukio kama na hiyo iliyokuwa nasababisha kifo cha mtembeza pikipiki huyo. Vyanzo vyetu mahali kama na hapo vinakuwa naeleza kwamba tatizo la kupaki gari mubaya ambayo ilikuwa nasimama kwenye barabara hiyo na hata vile vile kutembea kwa mwendo kasi ndiyo inawezekana ikawa kabisa chanzo cha tukio kama na hiyo ya huzuni. Matukio ya ajali barabarani hapa mjini Kalemi inakuwa naendelea vile vile kuripotiwa pale kuna baadhi ya watu wanakuwa napatwa na majeraha makubwa. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe DJ Doctor. Na kule Butembo jimboni Kivu ya Kaskazini ni kwamba kila ifikapo tarehe 27 Septemba ya kila mwaka nchi nzima ya DRC husherehekea sikukuu ya kufikiria kufeli kwa watoto wanafunzi kwenye elimu yao. Kwa kutaka kufahamu namna sherehe hizo zilivyoendeshwa, tunajiunga na mwenzetu Zangose Muviswa Kaponi pa Butembo. Kwa kutaka kuelewa mengi kuhusu kufeli kwa wanafunzi, tulisogea karibu na Bwana Mate Faustin, akiwa mdadisi wa mambo ya pedagojia na mwalimu kunako ESP Muhangi Butembo. Kulingana naye, kipedagojia, kufeli au kushindwa kwa mwanafunzi yasababishwa na watu wane ambao hawakutimiza wajibu wao. Kuna mwanafunzi, mwalimu, serikali pamoja na wazazi. Hata kama kushindwa ni moja kati ya changamoto za maisha, Mate Faustin awaita wanafunzi kutokukata tamaa. Kuna mwanafunzi yeye peke anapaswa jua nini anakuja tafuta shuleni. Wakati anajua nini anatafuta kwa masomo, hata kuwa na delinquence, hata kuwa na esquive masomo, donc atajitia kukazi, anaweza na pale na mekatala eshek. Ya pili ni mwalimu. Mwalimu ndio anapatia mtoto elimu. Ana vitu ambavyo anapaswa fanya ili mtoto aweze, kama havifanye na kutakuwa kushindwa. Donc anapaswa prepare maleso zake, anapaswa angalia kama metode ambayo unatumikisha ni metode ambayo inastahili, na wakati atatumika kwa vile vyote na atasaidia watoto, esheki haitakuwa. Watatu tutasema ni leta yetu. Leta ni premier responsable ya education na formation ya watoto. Wakati leta inajenga masomo, leta inaleta vitabu, inalipa walimu pale, na hakutakuwa tena tatizo ya kushindwa masomo wakati watoto wanakuwa katika conditions za mzuri. Leta inaleta security. Wakati kuna insecurity, watoto wanahamahama, wanaenda huku na huku na wanashindwa masomo. Wa mwisho ni mzazi. Mtoto ni wa mzazi, anapaswa jua nini anapaswa fanyia mtoto juu mtoto asishindwe kwenye masomo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwaka wa masomo uliopita, wanafunzi wengi walifeli kwa mtihani exetana tena sospe. Matokeo haya ambayo ni sharti wayafanyie kazi wanaohusika na masomo ya wanafunzi. Butembo, Nzankosu Muviswa, Radio Kivu Baraka. Tumalizie uchambuzi wetu wa habari na habari za kitaifa ni kwamba kiongozi makamo wa MONUSCO nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Viviane Van de Per, amesema kuwa ikiwa jumbe za chuki zitatolewa katika mkoa wa Ituri, basi mkoa huo hautopata amani kamwe. Mengi zaidi naye Safari Limasi Dilu akishirikiana na Isaac Mulucha Ashibe. Naam. Mwisho wa misheni yake ya saa 72 huko Ituri, mkuu msaidizi wa MONUSCO Viviane Van de Per aliomba kwa watu kwa umoja na kuchukua jukumu la pamoja katika mpango zili ya jumbe za chuki. Aliongea Ijumaa Septemba 27, 2025 akisisitiza kwamba amani na utulivu katika jimbo hilo vinahitajika ili kutokomeza chuki na mgawanyiko. Ikiwa ujumbe wa chuki zitaendelea, mkoa huu hautapata amani kamwe, alisema hayo kwa kusisitiza Viviane Van de Per. Safari Alimasi, wakati wa ziara yake, Viviane Van de Per alikwenda katika maeneo ya Chabi, tarafani Irumu, na Gina, tarafani Jogu, ambapo walikutana na wanachama wa asasi za kiraia, wanawake na mashirika ya vijana, wakati akizindua miradi kadhaa inayoungwa mkono na MONUSCO. Napa namnukuu Isaac, hakuna mtu anayeweza kumaliza shida huko Ituri pekee. Lazima tuchanganye juhudi. Hasa za kiraia zina jukumu kubwa la kuchukua katika mapambano dhidi ya chuki, alisema. Mwanadiplomasia huyo wa Umoja wa Mataifa alisifu ushirikiano kati ya
MONUSCO na viongozi wa jeshi la Mali. Kulingana naye, umoja huu unabaki muhimu ili kuimarisha ujasiri wa jamii na kukuza kurudi kwa amani ya kudumu. Mwishowe alikumbusha kuwa miaka 30 ya vita nchini Kongo ni nyingi sana, akiita kila mtu, wanawake, vijana, viongozi wa jamii kuwajibika kikamilifu katika ujenzi wa amani. Dhamira ya MONUSCO huko Ituri inabaki kushiriki pamoja na watendaji wa eneo hilo kukuza maridhiano, mazungumzo ya ndani na mshikamano wa kijamii. Isaac, wakati ya kijiri, upande mwingine ni kwamba hivi sasa sare za kijeshi zitatengenezwa nchini DRC. Huduma ya kitaifa sasa itajihusisha na kutengeneza mavazi ya kijeshi na polisi. Hili likoje? Tangazo hilo Safari Alimasi lilitolewa Ijumaa hii Septemba 26, 2025 na Luteni Jemadari Jean-Pierre Kasongo Kabwika, kamanda wa huduma ya kitaifa, wakati wa ziara ya ukaguzi kwenye eneo la Nsele mashariki mwa Kinshasa, ambako kunajengwa vifaa vya kiwanda hicho cha sare za kijeshi. Vifaa vyote tayari viko hapa nchini. Kiwanda hicho kitazinduliwa ifikapo Desemba, alihakikisha. Kiwanda hichi kipya kinachosimamiwa na vijana ambao sasa wamejumuishwa tena katika kampuni hiyo, ambayo itazalisha hadi sare 2000 kwa siku au karibu sare 700 kwa mwaka. Ndiyo Isaac, vazi zitakazotengenezwa ni pamoja na sare za kijeshi la taifa FARDC na sare za polisi wa kitaifa Kongo. Mpango huu unakusudia kuimarisha uhuru wa nchi katika utengenezaji wa vifaa kwa vikosi vyake vya usalama, kupunguza uagizaji na kuongeza nguvu ya wafanyakazi wa ndani kutoka kwa mpango wa usindikizaji wa huduma ya kitaifa. Na kwa kumalizia Safari Alimasi, ufunguzi wa kiwanda hichi unatarajiwa kuanza Desemba 2025. Itaendelea na hatua mpya kuelekea uhuru viwandani na ujumuishaji wa kijamii na kiuchumi wa vijana walio katika mazingira magumu nchini. Msikilizaji, ni hayo ndio tulikuwa nao kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Ni kupitia habari ya kitaifa ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Na kushukuru msikilizaji kwa kuweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima waandishi wa habari waliokiwa walisaidia kuziandaa, akiwemo Nikodem Kashindi, Ponsamaritan na wengine wote. Mimi ambaye nikusomea ni Omari Makelele Ozile. Merci Mbele Chipa Mali alikuwa kunako dawati la mitambo. Nasema asante na kwaheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.